Kwa lazima msomaji wa Qur'an haifanye sauti yake kuwa mzuri. Na kuifanya sauti kuwa mzuri haina maana umuige msomaji fulani. Haina maana hiyo. Sauti yako iwe mzuri. Herufi uzitoe kama zinavyotakikana kutolewa. Herufi ziwe ni zenye kusikika. Sehemu yenye madda lete madda. Hakadha. Tunaposema kuifanya sauti yako kuwa mzuri haina maana umuige Sudesi. Haina maana umuige Mahir. Hii inaitwa mtu kujitia utu wa mtu mwingine. Baadhi ya walimu wanasema jambo ni makruh. Isipokuwa labda mtu anavotumia kisomo cha msomaji fulani kama msaada wa kuhifadhi Qur'an. Wanasema kwa sura hiyo inajuzu. Lakini kwa hali ya kawaida wanasema si jambo ambalo linapendeza mtu kumwiga mtu mwingine katika usomaji wake wa Qur'an. Wenyewe wanasema bali inawezekana mtu mwingine akaidharau nafasi sauti yake, kumbe sauti yake ni mzuri zaidi kuliko hata hizo sauti zingine. Mtu akajidharau akajiona ndio sauti gani? Ambayo inatokana na ugani wa muhogo na kisamu.